Hello, mambo vipi? Naitwa Mr. BM. Karibu katika darasa la leo. Leo tutajifunza library inaitwa Random. Ni mfululizo wa masomo yetu ya Python. Kwa wale wanafunzi wote wa Python, kama unajua Python, kama wewe ni mtumiaji mzuri sana wa hii programming language kwenye kazi zako, karibu pia utusikilize. Kuna wale watu ambao ni intermediate, lakini wapo wale ma professional katika madarasa ya Python. Sisi tuko na beginners, lakini intermediate pia unaweza kujifunza baadhi ya vitu. Karibu tuende pamoja. Random ni nini? Random ni library ambayo inatusaidia sisi kama programmers kwa ajili ya kupick au kulisti vitu randomly. Ndio nini? Kwa mfano, mimi naandika program. Kwa mfano hii mathalan, haya maelezo yote ni maelezo ambayo mwisho wa siku tutakuja tutengeneze program moja. Haya ni maelezo ya program. Kwa hiyo tunajifunza hii program kiundani zaidi. Stick around. Also, yes, kwa tuanza na library ya random ina function nyingi. Hii ni module, kwa ina functions nyingi ndani yake. Upo? Okay, tuende kazi. Sasa wakati ngoja nizime data. Asante. Wakati tunaandika Python program yetu ya kupredict ya kupredict matokeo ya game ya Simba na Yanga. Sio Simba na Yanga, matokeo ya game ya Simba versus RS Berkane. Najua mimi shabiki wa Simba actually, siwezi kujificha, so nataka tuandike program ambayo inaweza ikapredict matokeo ya mechi ya marudiano katika uwanja au dimba la Benjamin Mkapa au Amani Complex Chamazi, whatever itategemea. Okay. Ni cha mwanzo. Kitu cha kwanza tutasema import random. Kwa tuta import random. Import random hii inatumika kuruhusu hii module yetu ya random ili iweze kufanya kazi. Upo? Yeah. Kwa hii ndio inamwambia compiler kwamba inabidi utumie import. So tuka import. So tukija hapa kwenye hii coding natumia nini? Ni coding Python. Unaweza kutumia PyDread 3 ni wewe. So tutamwambia import actually. So tutamwambia import nini? Random. Tumemaliza. Kwa kazi ya import random hapa maana yake tumeweka hii module katika mazingira ya kufanya execution au kurun. Baada ya hapo kinachofuata tuna define function. Function yetu ambayo tunaitumia itakuwa ni predict match. Hii ndio function ambayo ipo ndani ya module itakao tusaidia kufanya hizi kazi za kupredict. Sasa inafanyaje kazi? Hii inaweza ika define function zote. Au inaweza ikatupatia uwezo wa kutumia kodi zote ambazo zipo katika hii function predict match. Kwa inatupatia kodi. Mfano wa kodi tutaziangalia hapa. Ni pamoja na seed. Kwa itakuwa ni random.seed. Nadhani tutaiona kwa mbele. Yes, hii hapa random.seed. Nadhani kila mtu ameiona. Hii ni moja ya function, lakini kuna random.choice. Hizi zote ni function. Ni kodi ambazo zipo ndani ya hii function ya predict match. Okay, ni nchi nyingine. So tuiandike hapo, tutaweka define function yetu. So utasema define function yetu inasema ni predicting match. Kimsingi function lazima iwe na kitu kama hiyo, then utaweka kitu kama hiyo, itatokea indentation automatic. Ndio faida ya kutumia coding Python, kuhakikisha kodi zako zinakuwa katika mpangilio ulio mzuri. Tumemaliza, tuone kitu kinachofuata. Baada ya hapo tutakuwa na team ziko mbili. So utasema teams, tutatumia variable teams ambazo team zetu ziko Simba pamoja na RS Berkane. So tutazidefine hizi team kwa kutumia
hizi symbol ambazo ni I don't know mnazitaja apostrophe, I don't know. Kwa utatumia quotation. So tutasema team sana hizo hapa. Define team. Kwa mimi nitasema team. Team zangu ni zipi? Ya kwanza ni what is. So utadefine katika mfumo wa tutaziwekea is square brackets and tutaweka hii. Ya kwanza itakuwa ni kwa sababu Simba ndo mwenyeji, utasema ya kwanza ni Simba Sports Club. Tukimaliza tutaweka hii and then tutaweka koma. Weka RS Berkane kama Berkane. Timu ya pili. Upo? Yeah, tumemaliza. Nini chengine? Hapo tayari tumesema teams ni hizo hapo. Kwa kimsingi kinachofuata hapa bila kuangalia pia ni lazima tuweke score, matokeo yetu. Twende tusije tukafakamia mzigo sio tusu. So kitu cha tatu, kodi ya tatu itakuwa ni baada ya kudefine team tutakuja kwenye scores. Actual scores inakupatia range ni kama seti ya matokeo ambayo wewe unayataka. Kimsingi tunatengeneza sisi predictions. So itakupatia hizo matokeo. Utaset scores katika seti ambazo maybe watoke 2 bila, Simba atakuwa 2, Berkane bila, au 3-1, so Simba atakuwa 3, Berkane 1. Ili baadaye ukija kupredict na kuchagulia random. So utasema ni scores is equal to hizo hapo. Na zenyewe tunazidefine katika mfumo ule kama tulivyofanya pale. So utasema scores equals to so number 1 itakuwa ni tutasema yupi? No, hatutumii hizi, tutatumia tutaweka matokeo kwanza yawe ni 3 bila. Tunaombea Simba ushindi inshallah. Matokeo ya pili itakuwa ni 4-1. Simba ushindi inshallah. Tutakuwa na matokeo matatu tu ili tuangalie functionality and then utakuwa una edit kulingana na kwa ajili ya kusaidia kazi yetu iweze kwenda sawa. Tutaweka na matokeo ya Berkane angalau kushinda. So haya ndo matokeo ya mwisho 1-1. I mean 2-2 na kusudia draw 1,1, lakini pia tuwe na 2,2 kwa maana ya draw whatever. Also okay, tumemaliza hiyo kodi yetu ya scores. So hapa kisha unaweka scores kwa sababu ni matokeo. Nikaa sawa Yes. Kwa tumeimport random, tukadefine function, tumeingiza timu zetu ni Mbila, RS Berkane pamoja na Simba, tukaingiza pia na matokeo yetu scores katika square brackets. Simple. Tuendelee. Kinachofuata ni nini? Tumeweza kuingiza scores kwa mpaka hapo tuko sawa. Kwa hiyo itakuwa ni kwenye listi. Kitu kingine tutaweka kodi ambayo itakuja kuonesha ujumbe kwa mtumiaji kwamba karibu katika football match prediction kwa Kiswahili. So utasema tutaprint kama kawaida, ni ujumbe tu ambao utakuja kwenye screen. So utamwambia print so weka his quote and then tutamwambia kimsingi tunatumia Kiswahili. So utasema karibu katika utabiri kwa mechi ya mpira wa mguu, mechi yes Simba versus RS Berkane. Tumaliza, funga hii then tayari. Yes, so hata print fanyaje? Run tuone kwamba tumefikia wapi. Ukirun okay, no problem, tuendelee. Let's go. Baada ya kuprint huo ujumbe ambao user atauona, tutaanza sasa. Tutamruhusu mtumiaji ambaye tunamuita user aweze kuingiza namba yoyote ambayo anaikusudia. Kimsingi hii namba itakuwa ni kama variable itakayoitwa user input. Na hii variable itakuja itumike, tutakuja tuone huku mwishoni. Kwanza tutaibadilisha hiyo user input iingie katika iwe kama integer. So hii user input ambayo unaiona hapa
tutaibadilisha iwe katika integer kwa kusema user number sawa na integer ya ile user input. Ndio nini? Kwa tuende kwenye kodi, tuingize kwanza hiyo user input. So tutasema user input. So user input sawa na nini? Mwambie input. Raya coding ba, mwambie mtumiaji sasa, weka namba yoyote kubashili matokeo. Kwa hiyo hii namba ndio itatumika kama reference. So tutaweka backslash ili aingie katika new column. Tutaangalia itakuwaje, usiwe na wasiwasi. Upo. So tutafunga hilo jedwali, actually yes. Baada ya hapo tutamwambia user number, tutambadilisha sasa, tutatumia user number. Itakuwa sawa na nini? Hiyo tutamwambia hiyo user number itakuwa sawa na hiyo namba, ibadilishe user input itakuwa katika mfumo wa integer, kwa itakuwa ni namba. Itakuwa ni user input. Tumaliza. Kwa tushabadilisha kwamba user input imekuwa ni integer kwa kuingiza nini? User number. Tumaliza. Nini chengine? Baada ya hapo so tutaanza sasa. Kimsingi hii itakuwa ndani ya hii block. Sorry. Hii code itakuwa ndani ya hili block. So ngoja tutengeneze block kwanza hapa. Hapa tutamwambia try. Kwa tutatengeneza hili block kwanza. Tutatengeneza hili block. Kimsingi ukisema try means you have to indent something here. Now sio? Yes. Kama hivi. So ukiwa programmer you have to be very systematic. Kwa ukisema try ile ni block of codes tumeanza kuchange hiyo number user input iwe katika mfumo wa namba. Na baada ya hapo so tutatumia kodi yetu ya mwanzo ambayo ni random.seed. Random.seed maana yake random.seed inamaanisha kwamba hii itatoa majibu randomly. Maana yake hamna mpangilio, ni utabiri, ina predict kimsingi. So unaweza ukatumia hii kodi katika kutengeneza mchezo wote ambao utakuwa ni mchezo wa utabiri. Kwa mfano kuna lile dude Wahindi wenzetu wanatengeneza, unaweka shilingi pale, inapigwa kamari, inatoka. So hiyo ni random, iko random, hamna mtu anaiprogram. Iko random. So hiyo ni random, inatokea tu kwa bahati. So ina pick randomly. So ndo hii moja ya kodi ambayo inatumika. Kwamba tumesema ni seeds ni random.seed ya ile user number ambayo tumetengeneza. So atapick random either ni hizo set of kimsingi hapa sasa itakuwa ni scores. Hapa atapick random scores. Na scores ni zipi? Scores tumeziweka hapa ambazo zipo kwenye set. So it will depend, atapiki hii, atapiki hapa, atapiki hapa, atapiki hapa. Ndo maana ya kutumia hiyo code ambayo tumesema ni nini. So utamwambia random.seed, tutatumia kodi yetu ya mwanzo ambayo ni random. Itakuwa random dot nini? Yes, random.seed. Ata random.seed nini? User number ambayo tumesha change tayari. User number. So in case hapa tumemwambia tubadilishie, hakikisha kile ambacho kiingiza kiwe integer. In case atakapoingiza kisipokuwa integer, maana yake ita result error. Na hiyo error tutakuja tuone mwishoni huko tunaiwekaje. Tumemaliza kuweka hiyo random.seed user input. Baada ya hapo random.seed kwenye user number sio input. Nadhani tumeweka user number also.
Yes, right, ni user number. Baada ya hapo tunakuja sasa kwenye tunaweka sheria zetu. Baada ya hapo score inabidi ibadilike. Tumebadilisha tumetumia user number kutengeneza random seeds, kwenye kutengeneza machaguo mengi kwenye kupick randomly machaguo yetu. Kwa hiyo machaguo hizi score ambayo itapatikana inabidi na yenyewe iwe randomly. Atachagua score randomly. Si unaelewa? Narudia. Labda ngoja nisome maelezo utanielewa vizuri. Kwamba we seed the random number generator with the user's number. This means the result is random. Cha kwanza majibu ni random. Ndio tafsiri ya hii code, matumizi ya hii code. Anafanya machaguo yawe random. Tumemalizana na hii code. Tunakuja ya pili. Kwa nini tunatumia random.choice? Maana yake hapa tuna update score. Upo? Kwa sababu hii tumeshaipitisha. Ni tofauti na ile ya nyuma. Upo? Kwa hiyo tunachokifanya, kwa sababu tumeshapitisha hii, madam tumepitisha hii random.seed, it means code yetu itabadilika sasa. Na ile score ya awali itabadilika, ndio maana ile score ya awali, ile scores, ngoja nikuoneshe. Hii scores ambayo tumetengeneza, hizi scores itabadilika. Ina maana lazima ipitishwe kwenye machaguo. Ndio maana tumetumia random.choice. Kwa tunatumia random.choice kuirandom ile scores ili tuweze kupata new score ambayo haina s mwishoni. Upo? So let's write. So tutatengeneza variable nyingine ambayo ni mpya ya score. Kwa random variable yetu mpya ya score hii haina scores. Itatokana na nini? Itatokana na ile scores ambayo tumetengeneza. Upo? So utasema score sawa na nini? Itakuwa ni random.choice. Hii ni code ya pili ambayo ipo katika hiyo function ya predict match. So itakuwa random.choice atachoose wapi? Kutoka kwenye scores, kwenye ile list ya scores. Upo? Yeah, tumemaliza. Kwa kodi zetu tumeshaziweka. Kitakachofuata nini? Ni sheria sasa. Kwa ikiwa score ukiandika score 0, maana yake ni ile score ya mwanzo ambayo ni Simba. Na ukiandika score 1 ni ile ya pili ambayo nini? RS Berkane. Kwa score 0 ni Simba. Ikiwa score ya awali kwenye ile seti sasa ya scores, kwa sababu tumeweka zilikuwa 1 bila, sijui 2 bila. Umeona? Kwa ikiwa 1 bila maana yake hapa ni Simba ameshinda. Ikiwa 2 bila maana yake Simba ameshinda. Ikiwa 0-1 maana yake RS Berkane ameshinda. Ikiwa 2-2 maana yake zimelingana. Kwa hiyo tunamwambia hivi, ikiwa score ile ya mwanzo hii hapa, hii score ya nafasi ya kwanza itakuwa greater than kuliko hii. Ikiwa hii itakuwa greater than kuliko hii, maana yake huyu amewin ambaye ni Simba. So winner itakuwa ni timu ambayo ni nini? Team 1. Team yenyewe kama vile team 1 sisi tumeanza na Simba because tumeanza kuandika Simba team 1. Yes. Kwa hiyo ndo score 0 na hii ni score 1. Umeelewa? Yes. Kwa ikiwa score 0 itakuwa kubwa kuliko score 1, maana yake ita results kwenye nini? Winner ni huyu hapa. Ni nani? Huyu team 0. Kwa kuna team 0, teams tunazoziko mbili. Kuna teams 1 na teams 2. Lakini na scores zipo scores 0 na scores 1. So if scores 0 atakuwa greater than scores 1 means result sasa na winner huyo hapo. So baadaye tumeweka hii variable ya result ili baadaye tuje tuiprint. Utaona baadaye tuna print result. Kwa utakuwa na results nyingi. Result ya mwanzo itakuwa ni team 0. Result ya pili team 1. Na result ya tatu itakuwa ni it's a draw. Kwa ata print hapa. Baadaye tutakuja tufanyeje? Tu print nini? Hii ni ujumbe. Baadaye tutakuja tu print matokeo hapa. Na baada ya hapo tutakuwa tumemaliza kwa print results, au sio? Ikitokea error ata print hichi na baadaye tutaita main function ambayo ni predict match, au sio? Kwa tuendelee tulipoishia. Tunapoendelea ni kuweka hizi condition zetu zote ziko hapo. So tutaanza na if
if statement, na hiyo if statement inamwelezea nani? If score 0 atakuwa ni mkubwa. Twende. So tutaweka sheria pale pale kwenye ile line kwa sababu bado tuko ndani. So tutamwambia if kama sasa tunatumia score, hatutumia scores. So kama score 0 nafasi ya mwanzo. Hii nafasi unapoandika tapo lazima zenyewe zinakuwa na nini na nafasi yake. Kwa if score nini? If score 0 ile matokeo ya mwanzo kwenye nafasi ya kwanza yatakuwa ni makubwa kuliko score 1. Means nani aliyeshinda? Wa kwanza kuandikwa. Actually ni Simba. So results itakuwa ni nini? Hapo inabidi ufanye interpretation. Results itakuwa nini? Results itakuwa tutamwambia results sasa na nini? Tutamwambia winner, washindi, tutumie Kiswahili. Mshindi ni actually mshindi hapa lazima awe nani? Team number 0. Tuelewane? Twende sawa, nisije nikamwacha mtu hapa akaanza kulia. Hapo tuko sawa. Tutamalizia kwa kuweka nini? Hii kitu hapa. Upo. So utakodi, tutakopi hii kodi, tutakopi ije tusaidie kwa upande wa pili. Tanzia hapa as if hii hapa as if no score yupi? Score 1 huyo. Score 0 huyo. Score 0 akiwa mdogo. Score 0 akiwa race. Score 0 akiwa race kwa score 0 akiwa race kwa score 1, au sio? Yes. Tunapata nini? Kimsingi so ngoja tupaste hapa. Tuindate kidogo. Then tuipaste hapa. Yes. So tutengenezee mazingira hapa. Sorry lakini kodi inakuwa inachukua muda sana. Lakini ni katika yes. So results itakuwa nini? Mshindi ni team 1. Upo? Okay. Tumaliza. Lakini if vipi ikiwa tofauti? So utasema as so as then ikitokea ni tofauti maana yake itakuwa draw, si ndio? Yeah, itakuwa ni draw. Maana ni draw. Yeah, so mwambie results itakuwa ni draw hii game. Results itakuwa nini? Draw. Tumaliza. Okay, baada ya hapo nini chengine? Nini chengine? Njoo tu print sasa. Njoo tu print tumwambie
tuone kinachofuata. Baada ya hapo tumeshasema it is a draw. Could go to penalties. Tuambie kabisa kwamba it is ni draw. Hii itakuwa hii itakuwa draw. Tumia Kiswahili. Draw ndo nini? Yes, draw. Kwa tumwambie na matuta yatapigwa, kwa sababu ni utabiri. Tumemaliza. Itakuwa draw na matuta yatapigwa. Okay. Baada ya hapo ni nyingine. Kwa tumemaliza. Kwa tutasema maanake hapo tutaenda kuangalia sasa match prediction. But before tujienda kuprint matokeo, maanake hapa tutaenda kumwambia, tutampatia ubao wa matangazo. Ubao wa matangazo. Maanake hili ndo bango la matangazo. So tutamwambia tuweke bra hapa whatever. So tumwambie matokeo ya tabiri. Ndo hapa sasa tunaenda kuprint. Yes, tunaenda kuprint hizo vitu hapo. Then matokeo ya utabiri. Okay. Baada ya hapo kwa tutaenda kuprint kutokana na nini? Kutokana na jinsi matokeo ambavyo huwa yanakaa. Kwa mfano kama unakuta hapa imeandikwa Simba 2 maybe Berkane RS Berkane 0. So ndo tunachoenda kuandika. Ina maana Simba itakuwa ni kwenye nini? Kwenye teams. Ina maana hapa itakaa ni teams, kama ni teams 0. Alafu hapa inakaa ni tutaweka ndani ya hizi brackets ambazo zinatumika kwenye set. Then nini ni score. So tutasema ni ile score mpya. Kwa tutasema ni score 0. Tutaweka after dash hivyo. So ndo tunachoenda kuprint. Upo? Yeah, ujielewa? Njoo uone vitendo. So tutamwambia kwa hapa itakuwa ni nini? Kama kawaida tutatumia hii kuimention Simba. Ambapo Simba ni nini sasa? Simba itakuwa ni team 0. Teams 0. Alafu baada ya hapo team 0 tuta mention nini? Hii itakuwa imekaa hivyo, and then tutaweka, ngoja niweke hizi ili nimalize kabisa. Kwa hapa itakuwa ni ni team hiyo hapo. Itakuwa na ndani yake kutakuwa manake ni team, maybe hapa tuweke space. Ngoja niweke space means tutaona itakavyokuwa. Kwa itakuwa ni teams and then score. Score itakuwa ni ile ya awali. Means 0, score 0. Upo? Yeah, score 0. Likewise tutakopi hapa, tutapaste hapa. Lakini sasa hivi itakuwa ni 1. Na hii score itakuja ikae hapa, ambapo wenyewe itakuwa ni score 1. Tumaliza. Ni cha mwisho. Hapa inabidi weke hii quotation, yes. Tumaliza. Kwa hapo ita print team 0 maana yake ni maybe Simba, afu score kama itakuwa ni 2 bila itakuwa ni team Simba 2
hapa inabidi tuweke ile dash, unakumbuka? So utaweka dash. Tuendelee kumalizia somo letu. Kwa hapa tutaweka dash kama kawaida. Yes, hiyo hapo dash. Tumemaliza. Kwa baada ya kuweka hivyo, tutaprint matokeo. So program yetu kama unavyoiona hiyo hapo. Yes. So let's print matokeo. So tutamwambia print, tutamwambia print, print nini? Results. Yes, print results. Yes, print results. Sasa kama ikiwa tofauti, kivipi? Sio hapa. Ikawa sio kama tulivyotarajia. It means kama ikiwa tofauti, manake ikitoa ile except var, ikiwa tofauti itatoa var error. Kwa hiyo ikitoa var error, tutamwambia tu print nini? Amekosea, tutamwambia print tafadhali au tafadhali. Sio mwalimu wa Kiswahili. Weka chaguo sahihi. Tumemaliza. Tuna mambo mengi. Baada ya hapo tutaenda mwishoni kabisa. Mwishoni ni wapi? Hapa hivi. Mwanzoni kabisa mwa program. Baada ya kuwa tushamaliza kila kitu. So tutaita ile function, main function. So tutamwambia predict match. Tutamwambia yes, predict match. Tutaita hiyo function, tutaweka hivi. Tayari. Jaribu kurun tuone makosa ya kwanza. Line number 7. Kuna kosa gani line number 7? Line number 7 try. Shida nini? Line number 8. Tumeindate number 8. Shaona makosa yetu, ngoja turekebishe. Grant tena kosa liko wapi? Anasema kosa ilikuwa ni ile kutumia vector. So hapa anasema karibu katika utabili. Karibu katika sio kutabili, utabili. Tumesema karibu katika utabili. Kwa ni utabili. Swahili. Kirani anatuambia karibu katika utabili wa mechi ya Simba versus RS Berkane. Weka namba yoyote kutabili matokeo. Tumeweka 3. Anasema matokeo utabiri Simba Sports Club 4 RS Berkane 1. Tunakosea nini? Mshindi ni Simba Sports Club. Kwenye RS Berkane, kwenye ile namba yetu pale. So tuanze na team tukaje score. Inabidi tuanze na score. Umeelewa? Kwa tutapaste hapa. Hapa ndani tutaweka score. Kwa inabidi ianze scores. Score ile ya kawaida. Yeah, run tena. Weka namba wote mwambie 2. Anasema matokeo utabiri Simba Sports. Tumesahau pia na hapa inatakiwa tuweke space kama hivi. Subscribe. Tuweke namba ile ngapi? 3. Anasema matokeo utabiri Simba Sports Club 4-1 RS Berkane. Mshindi ni Simba Sports Club. Okay, kwa turudi tena run. Weka 1. Pick random kwanza kwambia matokeo utabiri Simba Sports Club 4-1. Okay. Run tena. Mweke 9. Yes, matokeo utabiri Simba Sports Club 0 asiweka kwa mshindi na asiweka. So this is how we do guys. Okay. Weka tena. Maybe tuweke 2.
Kwa maajabu ni kwamba ukirudia kuweka ile value, like ukirudia kuweka 2 means majibu yanakuja yale yale. Thank you for listening. Ni Mr. BM. Asanteni sana. Thank you for listening.